Leo ni tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2025. Mara baada ya mbilinge mshike wa juma zima ambalo lilikuwa la moto kwa ajili ya dabi ya Kariakoo tarehe 8. Tumeona mapicha mengi sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya jana. Tumeziona taarifa katika upande wa timu zote mbili, lakini kubwa hasa ile iliyotoka TFF kwa bodi ya ligi. Lakini tumeiona taarifa pia ya mjumbe kamati ya uendeshaji na usimamizi wa michezo akijiuzuru kutoka kwenye nafasi yake. Asubuhi ya leo mimi nimeamka na Mandala hapa kupiga naye story 2-3 kufuatia yale ambayo ameyaona, ameyashuhudia kwa macho yake yametokea katika dabi ya Kariakoo. Hali yako iko vipi Mandala? Mimi niko vizuri, niko salama. Fresh kabisa. Nimeamka vizuri, najua bazuka salama. Tarehe 9 leo hii. Ndugu zetu walipeleka timu uwanjani pale. Sasa sijajua alishinda au amefungwa au amesale, hata sijui. Walipiga warm up tu kaka. Kuna muda tu kujifunza, tuacheni utoto. Unajua hapa Tanzania ukoli usofichika, vilabu vikubwa ni viwili, Simba na Yanga. Na inawezekana sio Tanzania tu, Afrika Mashariki ndio vilabu vikubwa vyenye nguvu kubwa. Na hivi vilabu vinajaribu kujiona kwamba wao wana uwezo kufanya chochote kwenye mpira wetu. Hasa kuna vilabu hivi viwili, Simba na Yanga, yani wana uwezo kufanya chochote kwenye mpira wetu, na wanajiona wao ndio wanajiona wao wana haki kuliko mamlaka, wana haki kuliko vilabu vingine vyovyote. Na ndio maana uliona Yanga alitoa taarifa yao kwa umma, Simba alitoa taarifa kwa umma usiku, na bodi ya ligi pia ilitoa taarifa kwa umma mchana, si ndio? Unajua mimi nirudi katika upande wangu wa timu yangu Simba Sports kidogo. Inawezekana kweli Simba tulifanya kosa kuto kupeleka timu. Lakini tafsiri mimi ninavyotafsiri viongozi, Simba amejaribu kukomesha mazoea. Inawezekana au kweli ipo wazi kwamba Simba kupana sababu ya kuto kupeleka timu. Lakini walichofanya viongozi wa Simba kukomesha mazoea kwenye ligi kuu. Yaani wamezoewa sana. Yaani mazoea kwamba kuna ule kujenga mchezo wa dabi ni mchezo special. Mchezo wa dabi mchezo special. Kwamba kuna baadhi ya vitu vivunjwe kwa ajili ya dabi. Lakini kikanuni Simba anaruhusiwa kweli kwenda kufanya mazoezi au nakosea? Kanuni namba 17 inampa haki timu mgeni kufanya mazoezi. Alofunga geti nani Simba isiende kufanya mazoezi? Mabouncer wao. Sio mabouncer. Walofunga geti ni meneja wa uwanja. Kwa sababu mabouncer Yanga alikuwa nje. Unaelewa vizuri, ndio mazoea ambao Simba hawakutaka kwa yani. Sasa meneja alianza kwa kudai hana taarifa. Kwa nini sio na taarifa? Kwani kanuni za vifungu vya mpira uvijui? Anavifahamu. Kwa nini ufunge geti? Yaani kuna vitu tuache kulea. Yaani upewe taarifa iweje? Kwani hujui kwamba Simba watakiwa kufanya? Yaani wewe haya tufanye. Yeye angefunga geti kwamba hana taarifa, Simba hajapigia simu kwamba Simba sije kucheza mechi. Wangefunga mechi geti tarehe 8. Hapana. Ndio mazoea hayo sasa. Wewe unasema kupewa taarifa, tuache sawa mazoezi. Tufanye yeye angefunga geti tarehe 8 kwamba ana taarifa Simba na Yanga hajatupigia simu kwamba wanakuja kucheza mechi. Mechi inajulikana tarehe 8. Hawaijulikane? Inajulikana. Kwa na sheria pia inajulikana kwamba Simba atakuwa kufanya nini? Mazoezi. Hawaijulikani? Kwa nini ufunge geti? Swali la msingi hilo. Kwa nini ufunge geti? Sababu eti Simba hajatupigia simu. Hujui kama vifungu vya sheria vinaruhusu Simba akafanye mazoezi. Na ndio maana Simba amekwenda na basi lao kwenda kufanya mazoezi, na sio hiyo tu mechi kwenye Mandala kwenye ule mkeka ambao wameutoa TFF kutoka bodi ya ligi, umeelekeza pale kwamba hawakupata taarifa ya Simba kwenda kufanya mazoezi, kwa maana ya kwamba meneja yupo salama katika eneo lake. Ndio maana nauliza swali. Kanuni inasema kwamba Simba au timu ngeni, tuache Simba, inatakiwa ikafanye nini? Muda husika wa mechi, siku moja nyuma. Si ndio? Mimi nimepigia vizuri tu. Kunahitaji upewe taarifa. Au kanuni inasema kwamba Simba na Yanga inatakiwa ikacheze tarehe 8. Utafunga geti kisa hujapigiwa simu na Yanga na Simba? Wakati tayari kwamba mechi ipo. Kama mechi imeandaliwa tarehe 8, kwa hiyo kanuni zake zitakuwa zote zifanye nini? Zifuatwe. Na ndio maana kuna kuandaa. Kuna mtu asojua tarehe 8 kuna mechi? Kuna mtu asojua Simba anahitajika akafanya mazoezi siku moja nyuma kabla? Inajulikana. Kwa nini ufunge geti? Hayo ndio mazoea sasa.
Hapo muelewe viongozi wa Simba. Hayo ndio nini? Mazoea. Na Simba sisi ni wakubwa, tupo kwa ajili ya kurekebisha mpira. Kuanzia kupiga msasa vilabu vidogo hivi Simba, Yanga, sio Azam, Kagera, vilabu vidogo pamoja na TFF yao. Tunajua wazi kwamba hakutakiwa sisi tususie game. Ila tutajirekebisha vipi, lazima action ichukuliwe. Kuanzia sasa hivi ili fundisho lilotokea bila kujali gharama za watu. Hamna kujali gharama za mtu. Wewe hebu nikuulize kitu bwana Jefu, usijizime bwana. Unapotaka maendeleo lazima kuna watu waumie. Ngoja nichukue mfano rahisi. Uliona barabara hii ya Mbezi ya Morogoro Road. Umeona zile barabara 4? Kuna watu mle wameumia, lakini yale maendeleo. Kwa hiyo wewe kupoteza milioni yako kutoka mkoani kuja Tanzania, kuja Dar es Salaam kuangalia mechi afu jiangalia mechi, sio swala kulalamika. Angalia klabu yako inataka nini au kitu gani kinapitia. Kuna vitu vingi vya kijinga vinafanyika hapa, Simba inaangalia tu Jefu. Tuacheni jamani, sometimes ni vyombo vya habari tuacheni kufumbafumbia macho. Simba imekuwa yatima sasa. Sio, yani kuangalia kuna klabu hapa hivi, turudi kidogo deep tuone. Hivi ushakuona Simba anapigia kelele SportPesa kudhamini timu nyingine? Kwa nini wapigie kelele GSM kudhamini vilabu vingi? Unajua sababu? Kwa sababu GSM yuko basic na Young Africans. Na ndio maana haribu GSM akisimama, uwezi kumkuta kuambia Namungo bingwa japo anaidhamini. Akiata kwambia neno moja tu, Yanga bingwa. Unanielewa vizuri? Ndio tafsiri sahihi ya Simba kupigia kelele kudhamini vilabu vingine, kwamba yeye anapitia migongo hivyo vilabu vingine ili Yanga awe bingwa kwa kudhamini. Na ndio maana Simba anapiga kelele, baki na klabu yako. Wewe unahisi Mo anashinda kudhamini vilabu vingine kwa utajiri aliokuwa nao? Anasema inawezekana. Mo ndio tajiri namba 1 Tanzania, sio GSM. GSM po 10 yuko chini. Yaani Mo ana uwezo kudhamini hata ligi yote. Lakini ushakuona anafanya hivyo? Kama ujui, Mo kabla ya kudhamini sikuwa kuingiza miguu yote Simba Sports kuna klabu kwa anadhamini. Nadanganya. Sahihi. Baada ya kuchukua Simba ile klabu kuiacha. Kwa nini? Kuogopa kuonekana, kutengeneza mazingira ya kutafuta pointi. Na ndio maana ni yule ni mtu wa mpira. Na ndio maana huu tumbo unaofanyika sijui vinajeka watu visiasa. Yeye ana kazi tu kuchukua timu kudhamini. Ndio moja sababu Simba kugomea ile mechi. Na sio kugomea mechi, kama ujui nakupa taarifa za ndani. Msimu ujao Simba Simba kudhamini timu zaidi ya 3, Simba shiriki ligi kuu. Kama ujui. Tunataka tupige msasa. Yaani wewe unaungana na Magori kwamba sipochukuliwa hatua amchezi ligi. Wewe unasemaje? Kirahisi hivyo kaka. Sikiliza. Sisi majiant kutoka Afrika sio Tanzania. Tanzania labda giant ndio Simba na Yanga. Ila kafu mtacheza vipi? Sikiliza basi. Lazima sisi tuchukue jukumu la kurekebisha utumbo wote unaofanyika kwenye ligi. Kwa hiyo ukiona mtu anatumia mdomo, marekebisho yafanyike, lazima uchukue nini? Action. Hata wewe kwako. Unapongea na mwanao kila siku afanye anavyotaka wewe. Atakuwa afanye nini? Uchukue fimbo. Ili tukio lilotokea jana Simba ije kumtokea Mwanza. Ile mechi na Pamba. Jibu swali. Hii tukio la kuzuia Simba kufanya mazoezi halijatokea kule Mwanza. Mwanza alifanya mazoezi. Alikutokea jaribio la kuletea fujo. Sitafsiri kama ni fujo kwa sababu wao walizungumza. Tafsiri kama ni fujo. Simba alienda kufanya mazoezi Mwanza. Kwa muda ule rafiki ambao muda unatakiwa Simba akafanya mazoezi. Kulitokea vurugu kubwa, Simba anazuiliwa kwenda kufanya mazoezi. Ugomvi mpaka viongozi wa Simba wakakamata wakatoka kwenye defender. Mazoezi walifanya ila walifanya baadaye, lakini ni yeye bwana Jeff. Mazoezi alikuwa amefanyika ila baada ya hapo ndo mambo hayo yakatokea. Kumbe Jeff kuelewa wewe. Simba ile vurumai iliyotokea Simba kwenda kufanya mazoezi. Ndio vurumai yote iliyotokea lile mpaka viongozi wa Simba wakakamatwa. Kuingizwa ndani. Simba kaleta ugomvi, kwa nini tuzuie? Ndio ugomvi ukatokea. Kwa hiyo sasa sio mara moja hii Simba kufanywa hivi. Simba ni taasisi kubwa, kwanza wamevumilia. Acha hiyo. Mimi hapa Mandala naongea mbele, mimi shabiki wa timu gani? Simba Sports. Nina haki kuingia uwanjani, sina haki? Unayo haki. Nina haki kwenda kuangalia mechi yote, sina haki? Unayo haki. Hujafungiwa hata. Nisikilize bwana. Nilikata tiketi sikukata. KMC. Ulikata. Nilienda uwanjani wakunitoa mimi. Mechi na Yanga na Prison. Uliwafanya nini? Sio nafanya nini? Mimi nilienda uwanjani, nimekata tiketi na nimetoa tiketi yangu, nimeingia uwanjani. Mimi shabiki wa Simba Sports Club. Nakaa nafuatwa na mabausa wa Yanga. Hao mabausa, angalia. Ni mabausa hao.
Yanga hao walinifuata akaniambia unaitwa na mgeni wako nje. Nafika nje wananiambia utaki kuangalia mechi za Yanga na huko nimekata tiketi. Kumbe alikutoa kiakili. Je, mimi ningeenda bodi ya ligi au kushtaki, wafikiri Yanga angechukuliwa jukumu gani? Hatua gani? Haki yangu mimi hapa. Lakini tukasema kuchukua hatua. Ndio hivyo. Ndio maana sasa ndio zinakuja huko kwamba kuna vitu vya kijinga vinafanyika. Mo anafanyiwa interview mbele ya media. Hakuna steward alomlinda kama kaenda kampiga kofi mbele ya media. Mbata mmoja mzito. Uliona ndio utumbo wenyewe ule ambao watu wanaopinga. Ndio hatua hii sasa. Sikiliza. Hatua ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Nisikilize Jefu. Sisi ni wadogo, sisi ni mashabiki. Sisi tukaenda kushtaki tutajenga uhasama, tutakuja kutekwa hizi za Simba na Yanga tutatekwa. Mimi leo nisikilize, mtaa hamna juu ya sheria. Nakuuliza tu kitu cha kawaida. Sasa mimi nimeenda kushtaki. Yanga imepigwa lungu milioni 200 kwa kumtoa shabiki. Mimi najiweka maisha yangu sehemu gani? Shabiki tu kawaida. Kwa nini uogope na kati nchi yetu ni nchi ya amani? Najua wewe na mimi tunajua, ndio maana kuuliza mimi ningekaa maisha gani? Au Dr. Mwanga kaenda kushtaki kwa ile tukio, Yanga angepigwa lungu kubwa. Dr. Mwanga angejiweka maisha gani? Na ndio maana viongozi wa Simba tunasema nidhamu ingekuwepo, kumbe uoga ndio chanzo. Na ndio maana nidhamu imefanyika jana ile. Yaani ile imeunganisha nimekuchanganyulia matukio. Yaani yale yameunganishwa matukio yote ya kiujumla. Kwenda kuwasilisha na kusimama neno moja. Kwa sababu vitendo vinazidi kukithiri ambao vinafanana hao masteward wa Yanga. Unanielewa vizuri? Na ndio maana uongozi wa Simba ukasimama kwa kujumlisha matukio yote yaliyofanyika kuanzia kwa mashabiki pamoja na timu yao. Hili lote ambalo limetokea ni kuitafuta heshima ambayo mnyama anadhani kwamba ameikosa. Sio kuitafuta heshima, kurekebisha baadhi ya vitu kwenye ligi vifanyike kiusawa. Tunajua kwamba Simba kupaswa kugomea mechi. Lakini kawaida ya mpira wetu sisi Tanzania ukiacha tu kawaida iende watu achukuliwi nini? Nidhamu. Na ndio maana ukisoma barua ya Simba imesema hatuchezi mechi mpaka waliohusika kutuzuia sisi wachukuliwe nini? Hatua. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF wangetaka mechi jana ichezwe. Kwa kuwa Simba shatoa maelekezo yao wanataka wafanye nini? Wangeenda kwani wanakosekana kupatikana wale. Jana usiku ule wangepatikana na angetolewa hukumu saa 6 Simba angepata taarifa. Leteni mechi watu wenu waliohusika hapa tunao katika mikono, tunachukulia hatua 1 2 3. Kachezeni mechi. Si ndio barua ya Simba inavyosema? Sasa kama mnatambua kwamba mmevunja utaratibu, amuoni kwamba mmejitafutia adhabu isiyokuwa na msingi? Kuvunja kwamba kanuni inawataka muwepo uwanjani. Hamjafika uwanjani. Kwa maana ya kwamba mnataka mambo yawe sawa. Amuoni na nyie mmekuwa sehemu ya kuvunja kanuni ambazo zimewekwa na mamlaka husika inayosimamia mpira. Na ndio maana bodi ya ligi wakachanganyua. Wakafikiria na kutoa taarifa ya kughairisha mechi. Kwa sababu Simba sio wajinga kukataa kupeleka timu tu. Japo kifungu cha sheria kinawataka wapeleke nini? Timu. Simba ana uwezo wa kwenda kafu au kasi, ile mechi ikafuatiliwa, vitukio vyote vikatokea tukauathiri mpira wetu sisi. Ni kitu kibaya. Kitu kibaya kwenye mpira kuingilia vyombo vya dola. Nakupa kodi hiyo, kitu kibaya. Vyombo vya mpira, vyombo vya dola kuingilia kwenye mpira. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi kuirisha mechi sio wajinga, walianalyze barua ya Simba na kuangalia madhaifu yalikuwepo wapi na kutumia uungwana kugairisha mechi. Jeff. Hiyo nakupa Jeff mdogo wangu. Wewe unavyoona ni kwamba haki imetendeka. Haki, wana Simba wanatafuta haki ya mpira Tanzania. Ndio. Yaani Simba alichokifanya yani kujaribu kufundisha kwamba kuna muda tukao na msimamo. Alafu sisi ni wakubwa lazima tuonyeshe msimamo wetu. Msimamo wetu mmoja ndio huu hapo, kugomea mechi. Umeona bwana? Kugomea mechi, sheria ifuatwe. Sisi ni kauli yetu ni moja tu. Wale watu wakamatwe na hatua ichukuliwe. Kwa sababu hivi vitendo vinaendelea, mashabiki kupigwa kama hivyo wasiwani watu wanajiona kwamba wao wapo juu ya nini? Ya sheria. Wakati mpira uko hivyo. Mpira uko hivyo. Kwa taratibu za mamlaka zinazosimamia mpira zifuatishwe. Zifuatishwe. Yaani Simba kibainika anakosa kwenye hili aadhibiwe. Kama kuna kosa, kama alipokosa, kuna adhabu ipo, iadhibiwe. Kama kuna adhabu ipo, lakini naamini kosa la Simba lolifanya
lipo kwa sababu ya kusuluhisha makosa haya yaliyofanyika mengine ya nyuma ambayo yanafanyika kizembe. Na ndio maana hata bodi ya ligi wameahirisha mechi, wamefikiria na wametafakari kinachotokea, athari yake ni kubwa. Hii pia Yanga ni wapate elimu. Unajua Yanga, unajua Simba na Yanga wanaamini sana ushirikina. Yanga walishauchezea uwanja. Umenielewa vizuri? Na waliamini kwamba Simba kienda wataenda kutegua majini yao. Na ndio maana akatumia nguvu kubwa kufanya nini? Kuwazuia kuingia. Afu akachukulia kwamba Simba watakubali kuja kucheza mechi ili waendelee na washafanya madawa yao, waendelee kufanya nini? Kuendeleza kwamba sisi tunampiga Simba kila siku. Simba shashtuka. Kumbe kuna mitego ambayo Simba ameiona akaona Simba ameshtuka, wana si wajinga. Hiyo sasa ni sababu ya nyuma ya pazia. Si ushirikina. Yanga shauchezea uwanja. Wewe unajua sababu gani Yanga azu? Wewe hivi unajiza kwa nini Yanga azu Simba kwenda kufanya mazoezi? Kuna mazingira alikuwa ameseti. Washa seti tayari. Unajua Simba kiingia tu hapa wanakuja kuharibu mipango yetu. Na ndio maana kwa wanashangilia Simba hajaenda na wanasema mtakuja tu. Simba sio wajinga. Yaani sasa hivi tunachotaka dabi ichezwe bila ushirikina. Sisi tulienda kutegua mabomu ili tukacheze mpira bila ushirikina. Tucheze kwenye pitch. Yanga hana kikosi cha kumfunga Simba bila uchawi. Tafsiri sahihi ni juzi ile. Kama kwa wanajiamini wangeruhusu Simba akafanya mazoezi afu waone kilichotokea. Walijua wazi Simba akiingia tu wanakuja kutegua mabomu, mpira unapigwa bila uchawi. Mambo si Almas Kasongo aliweka bayana kabisa mwanzo mwa ligi. Hata nakumbuka hata kabla ya ligi haijaanza, zungumza kuhusiana na viashiria hivyo vitakapoonekana adhabu kali itachukuliwa. Kwani wanavoroga unaona? Hauoni? Wewe huwezi kuona. Afu itabia, mimi nashangaa kweli. Hivi je, afu Yanga je kwa jitambue. Kanuni iko wazi. Ndani ya dakika ndani ya masaa husika ya mechi, siku moja ya nyuma, mnatakuwa muwaache timu ngeni ije kufanya nini? Mazoezi. Kinachowafanya akae mpaka usiku ule kitu gani Masteward? Mechi ya kwao. Kanuni inasemaje? Mechi ya kwao vipi? Yaani hapo Yanga wana kesi mbili. Kesi ya kwanza kuvunja uvunjifu wa amani. Kukaa pale mpaka muda wa timu ngeni kuja kufanya mazoezi hata kama uwanja wako nyinyi. Unakumbuka kuna mechi moja Simba tunacheza mechi kuna mechi sisi tunacheza KMC bado unakumbuka? Mechi Simba sio mechi na timu gani tunacheza? Hakuja nani hao? KMC. Kagera kuja kufanya mazoezi. Yaani mechi inaisha tu Simba hajatoka uwanjani wakaja nani hao Kagera Sugar si kama sio Kagera nani hao walikuja. Kuna timu ilikuja kufanya mazoezi kabla mechi kuisha. Mimi interview nayo hapa mimi ningekuwa karibu ningekuonyesha. Yaani mechi inaisha wanakuja wanaongeza timu kufanya mazoezi. Sasa ule uwanja si mna kodi kaka. Kukodi vile, yani maana ya kukodi wangu nikuonyesha kitu. Tafsiri ya kukodi. Wewe kweli umekodi lakini wewe ndio mwenye nyumba. Kwa muda husika wewe ndio mwenye nyumba. Kwa hiyo mimi si nimekodi. Kwa hata mimi nikipanga nyumba hiyo, kwa mimi ndio mwenye utawala kile chumba. Sasa mimi nimekodi lakini atakuwa vigezo na sheria ni vifatu kama vilivyo. Si ndio? Mechi ya KMC ni tumeona KMC kuja kutuvua miaga. Yaani vitu vingi Simba tunafanyiwa na ndio maana uongozi wa Simba umeamua sasa hivi tunafanya action. Hatucheki na mtu sasa. Ni action. Anaitwa Mandala, wenyewe Simba wanakuambia hawacheki na wowote kwa namna ambavyo mambo yanaendelea. Hii wamechukua kama tu sehemu ya kuonyesha kwamba hata wao wanaweza kufanya jambo ambalo linaweza likashtua pia umma. Acha tusubiri tuone TFF itakuja kuzungumza kipi, lakini Mandala unazungumza nini na wana